Habari zenu nyote. Upendo wa mama ni kama maji safi ya mto Ganges, yanayotiririka milele bila masharti yoyote. Kutoka katika kumbukumbu za ndani, leo tunawaletea hadithi ambapo ubinafsi hutoweka na kubaki tu upendo usio na ubinafsi. Ungana nasi pamoja na mandhari haya matakatifu ya Ganges, ninaposimulia hadithi yenye kugusa moyo kutoka kwa mwandishi maarufu Rajesh Chandrani Madanlal Jaina. Mama yangu. Mama yangu, jinsi alivyonipenda sana na kwa kujitolea kukuu. Tarehe 19 Desemba 2019, wakati mama alikuwa bado nasi duniani. Ni bora kuanza tangu mwanzo kabisa. Nilipokuwa kutoka utoto kuelekea utu uzima, niliona nyumba yetu imejaa maisha na furaha. Katika familia hiyo kubwa, kuwa karibu na mama na upole wake vilikuwa vitu vya thamani zaidi kwangu. Upendo wake ulikuwa nguvu yangu kubwa. Palikuwa na kaka na dada pia. Mama yangu alipaswa kusawazisha majukumu yote. Majukumu kwa watoto, familia, jamii na imani kwa usawa wa ajabu. Katika kazi hizi zote, alikuwa na muda mchache sana kweye mwenyewe. Nilipokuwa mkubwa, niligundua kuwa alikuwa mnyenyekevu na mwenye amani kuliko mtu mwingine yeyote. Sikuwahi kumwona akiwa na hasira. Sikuwahi kumwona amechukizwa. Labda katika siku hizo, ilikuwa ni fadhila ya asili ya kila mama. Utambulisho wa kweli wa mama bora wa nyumbani. Muda ulivyopita na uelewa wangu kuwa wazi zaidi. Niliona tabia ndani yake ambayo sikuiona kwa ndugu mwingine yeyote. Hiyo ilikuwa mfumo wake wa maisha usio na masharti. Alikubali kila hali ya familia, majirani na jamii. Lakini yeye mwenyewe hakuwahi kuweka masharti yoyote kwa wengine. Leo, baada ya kuona na kuijua dunia, ninaelewa kuwa upendo kama huo usio na ubinafsi hupatikana kwa watu wachache sana. Kuyeyusha kabisa maisha yako mwenyewe ndani ya maisha ya wengine si kazi rahisi. Na si kwa muda mfupi tu, bali kwa maisha nzima. Bila shaka, alikuwa mmoja wa wale watu wa pekee. Katika unyenyekevu huu na maisha yasiyo na masharti, wakati mwingine niliona nyakati za furaha. Haswa aliposafiri kwenda nyumbani kwa baba yake. Lalitpur ndipo alipozaliwa. Alifurahia ulinzi wa baba yake na kaka yake mkubwa hadi alipofikisha umri wa miaka 8. Baada ya hapo, maisha ya bibi yangu na mama yalitumika katika familia ya mjomba wetu. Katika utoto wetu, tulipomtembelea bibi na ndugu huko, tulielewa asili ya maadili haya makuu katika utu wa mama yangu. Alipokuwa Lalitpur, sauti na tabia ya mama ilionyesha mamlaka na unyumbani. Familia za binamu zetu bado wanaishi huko leo, ni wanyenyekevu katika maisha lakini wana mawazo makuu sana. Daima walimtendea mama kwa heshima kubwa na upendo kutoka mioyoni mwao. Nilifurahi kuona jinsi matamanio madogo ambayo mama alikuwa nayo kwake mwenyewe yalivyotimizwa. Katika mitaa hiyo ya Lalitpur, alijihisi yuko nyumbani kweli. Ninarudi tena kwenye mazungumzo kuhusu mimi na mama. Kwa sababu ya malezi yake ya kidini, mama alitarajia makubwa. Alitarajia kutoka kwetu sisi kaka na dada wanne kwamba tungeenda shule ya kidini na kuelewa imani. Kaka na dada zangu walifaulu mtihani huu. Lakini shauku yangu katika masomo ilikuwa ndogo wakati huo. Baadaye, niliishi mbali kwa sababu ya masomo ya uhandisi na kazi. Hivyo, kubaki kwangu nyuma katika shughuli za kidini tangu utoto kulibaki kwa maisha yangu yote. Baada ya kumpoteza baba yetu miaka 5 iliyopita, mama alianza kudhoofika kila wakati. Kwa miaka 2 iliyopita, amekuwa kitandani kwa sababu ya matatizo ya viungo. Familia ya mdogo wangu inamtumikia kwa kujitolea kukuu. Mwili yake sasa hauna uzito zaidi ya kilo 25 hadi thabiti. Lakini hata katika nyakati hizi ngumu, tabia yake ya asili inabaki thabiti. Sasa anakula mara moja tu kwa siku. Na anaweka akili yake yote kwenye njia ya ukombozi wa kiroho. Ingawa ni dhaifu kimwili, kiakili yuko macho kabisa. Kila kitu alichosoma na kujifunza maishani mwake, bado anakikumbuka moyoni leo.
Dunia yake sasa iko ndani ya chumba kimoja. Lakini hata huko hana masharti. Mambo ya kidunia sasa hayana maana kwake. Mara nyingi husema sentensi moja: msamaha kutoka kwa wote, msamaha kwa wote. Anaomba msamaha kwa wale ambao huenda aliwasumbua. Na anasamehe kwa urahisi yeyote aliyewahi kumuumiza. Dada yangu mkubwa Kiran ameelewa ukweli huu kwa kina. Anamsomea mama maandiko ya kidini kila siku kwa simu. Mama anakumbuka kila kitu, lakini bado anasikiliza kwa hisia kali. Kama nilivyosema, kidini mimi ni mtoto wake aliyerudi nyuma. Kwa sababu ninaishi mbali, siwezi kumtumikia moja kwa moja kando ya kitanda chake. Karibu miezi miwili iliyopita, wazo lilikuja akilini mwangu kwamba ikiwa mimi pia nitamsomea, furaha yake itaongezeka. Tangu wakati huo, kila siku ya likizo ninampigia simu. Anasubiri simu yangu kwa hamu na ananiomba nisome maandiko tofauti wakati wa mazungumzo yetu. Kwa wiki 2 zilizopita ametaka kusikia Vaktama Stotra kutoka kwangu. Matamshi sahihi ya beti za Sanskrit ni changamoto kubwa kwangu. Anazijua zote moyoni kwa ukamilifu. Lakini kuzisikia katika sauti ya mwanawe kunampa amani isiyo na mwisho. Kufanya hivi kwa saa moja kwa wiki. Mtu anaweza kufikiria, mama yangu ananiomba kitu kidogo sana. Lakini ukweli ni kwamba anajua na mimi pia najua. Kwamba anatarajia kitu kubwa kutoka kwangu. Mama yangu anatarajia nitembee njia ya ukombozi. Uwiano wa ajabu unaonekana katika maisha yake. Kwa upande wa kidunia, maisha yake yanaonyesha sentensi: kuishi kwa ajili ya wengine ndiyo maisha ya kweli. Lakini wakati huo huo, roho ya kusafisha nafsi daima ilitiririka ndani yake. Alitufundisha maadili mema tangu tukiwa wadogo. Baadaye alitupa binti zangu maadili hayo hayo. Chini ya ulinzi wake, tabia ya binti wakwe zake pia ilistawi. Alikuwa chanzo cha mwanga kwa wajukuu wake wote. Daima alisema kwa uzito, kuzungumza juu ya mabaya kunaeneza mabaya. Kwa hivyo, kuzungumza tu juu ya mambo mema kunafuta uovu. Dada yangu Kiran anasema, akikumbuka tabia ya mama. Mama kila wakati alikaa mbali na masengenyo. Alitufundisha kwamba tofauti kati ya yangu na yako haina faida. Somo hili ni utajiri wetu mkubwa leo. Sababu ya sisi kuheshimiwa katika jamii. Tunaamini katika umoja, hatuwahi kuwa chanzo cha ugomvi. Mama alitupa maadili ya kidini ili tusafishe roho zetu. Ili tuwe huru kutoka kwa mateso ya maisha. Tarehe 26 Aprili 2022. Hakutaka kitu chochote cha kidunia kutoka kwa watoto wake. Alitaka tu tuwe na shauku ya kiroho na kupata ujuzi wa ukweli. Upendo wa mama ni kama neema ya walimu wakuu, inayovuta viumbe vyote kuelekea wema. Mnamo 26 Aprili 2020, mama alifariki dunia. Ulikuwa wakati mgumu katikati ya janga la korona. Tangu wakati huo, tumeweka utamaduni wa kusoma pamoja kila siku. Na utamaduni huo unaendelea kwa fahari hadi leo. Saa hii tunaitoa kwa lile tamani la mwisho la mama. Kiran, Shobha na Rachna wanahakikisha mwendelezo wa utamaduni huu. Leo, nikiinama kwa heshima kwa kumbukumbu ya mama yangu, ninashiriki simulizi hii tena. Mlikuwa mnasikiliza ushairi wa maneno kutoka kwa Rajesh Ji kwa ajili ya mama yake. Utamaduni unaoishi ambao hautasimama. Upendo wa kweli upo katika kuisafisha roho. Leo, mama hayupo nasi kimwili. Lakini maombi ya familia yanafanya hamu yake iwe hai daima. Kuchagua mema ndiyo heshima ya kweli kwa mama. Leo moyo wangu ni mzito sana ninaposhiriki hili. Mdogo wake Rajesh Ji, Shobha Ji pia alifariki mnamo Januari 2026. Akifuata njia ya mama kwenye safari ya umilele. Tunatoa rambirambi zetu za dhati kwa binti huyu bora pia.
Hayo ndiyo yote kwa leo. Asanteni sana.